mtazamaji wa MS Online TV. Nashukuru sana Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine tena katika wakati huu mzuri na siku hii ya pekee ya neema ya Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu amenipa tena kibali na wakati tena mwingine na nafasi hii ya kuwepo katika studio hizi za MS Online TV. Ndugu yangu mtazamaji, siku ya leo natamani tuangalie mambo machache. Tulizungumzie ama tuangalie swali la wanafunzi wa Yesu kwa Yesu kuhusu dalili na mwisho wa dunia. Natamani tuangalie, ambaye yuko mbele yako ni mtumishi wa Mungu Musa Mbwambo. Tutaangalia hilo katika wakati huu. Na ndugu yangu mtazamaji, ili kwamba tuende vizuri, unaweza ukachukua Biblia yako pale ulipo. Kama uko karibu na Biblia yako ama iko kwenye simu, unaweza ukafungua pamoja na mimi ili kwamba uweze kuona kile kitu tunasoma, si kwamba tunagushi ama ninafanya chochote, isipokuwa ni kitu ambacho ni neno la Mungu halisi. Kwa hiyo chukua Biblia yako, tusome pamoja kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 24 mstari wa kwanza hapo kuendelea. Tutasoma hapo na tutakuwa tunaangalia kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu atakuwa anatuongoza. Karibu sana mtumishi wa Mungu, ndugu yangu unayetazama kipindi hiki wakati huu. Karibu sana. Ninasoma kitabu cha Mathayo mtakatifu sura ya 24 naanzia mstari wa kwanza ili kwamba tuweze kuwa na mwanga mzuri zaidi kule tunakoelekea. Neno la Mungu linasema hivi, na hili nimekuambia ni swali wanafunzi waliuliza kwa Yesu. Waliuliza Yesu wakitaka kujua nini itatokea, watafahamu vipi kwamba sasa ndio wakati ambao karibu anakuja kama ambavyo alizungumza. Walitaka kufahamu. Na swali hili kimsingi limenifaa mimi, limekufaa wewe na kila mtu ambaye anapenda kufuatilia habari hizi za mwisho wa dunia. Linamfaa sana na ni vizuri. Na sasa wacha tusome pale. Neno la Mungu linasema hivi: Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amin nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Sehemu ya kwanza, swali wanafunzi wameuliza hapa. Wametoka Yerusalemu, ametoka hekaluni Yerusalemu, ameenda nje. Wanafunzi wakaenda wakiwa wanafurahia sana majengo yaliyokuwepo. Wakaenda kumwambia Bwana, angalia, inawezekana walikuwa kumwambia Bwana, angalia jengo hili jinsi lilivyo zuri, huyu fundi alikuwa mtaalamu na nini. Lakini Yesu akataka wajue kwamba haya yote mnayoona si kwamba ni ya thamani sana, maana halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo litafanya nini? Halitabomoshwa. Yesu akajibu kwa sehemu ya kwanza. Wanafunzi wakakanganyikiwa, wanauliza swali jingine. Anasema hata alipokuwa, ule mstari wa 3, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini, nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Swali la msingi. Lini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Wanafunzi wanauliza na Yesu anajibu vizuri pale. Anasema hivi, Yesu, mstari wa 4, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Yesu akaanza kutoa maelezo hapa. Anawajibu, anawaambia pamoja na kwamba haya yote yatabomolewa, lakini walipotaka kujua habari ya dalili, akawaambia dalili ya kwanza anasema wengi watakuja kwa jina langu. Mpendwa, habari ya wengi kuja kwa jina la Bwana Yesu imeanza sio juzi, ni miaka mingi sana, ambayo inawezekana ndugu unanitazama, inawezekana hata mimi ambaye nazungumza hapa hatukuwa tumezaliwa, na pengine hata wazazi wetu hawakuwa wamezaliwa. Hii kitu ilianza kitambo.
Ilipoanza ikaendelea, akawaweka vizuri kabisa kama wengi watakuja kwa jina, lakini baada ya hapo mtasikia vita na matetesi ya nini? Ya vita. Ndugu yangu mtazamaji unayetazama kipindi hiki wakati huu katika MS Online TV, haujawahi hata kidogo, huwezi kuniambia kwamba hujawahi kusikia habari za vita. Umezisikia, ziwe ni nchi jirani ama mahali pengine. Inawezekana umewahi kushuhudia wewe mwenyewe binafsi, umewahi kushuhudia, inawezekana vita zimekuwepo. Lakini matetesi ya vita hata leo, kama si hali tu ambazo wakati mwingine zinatokea, hata leo matetesi ya vita, mataifa yanayotishiana kupigana yapo na yanatishiana hata sasa, ni matetesi ya vita. Mpendwa, jua ni moja kati ya dalili za kurudi kwa nani? Za kurudi kwa Bwana Yesu. Wanafunzi waliuliza swali lililoko wazi vizuri. Hata niendelee kusoma pale. Anasema msitishwe, angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Anasema kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Ufalme kupigana na ufalme, taifa litainuka kupigana na taifa. Mpendwa, hapa sipendi kuelezea sana kwa sababu ni mambo ambayo umekuwa ukiyaona. Natamani ujue vile ambavyo Bwana wa utukufu Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai amekaribia. Amekaribia mno. Angalia dalili tunazosoma hapa, maana wanafunzi waliuliza dalili ya kuja kwako wewe Yesu, lakini na mwisho wa dunia anazungumza hapa. Anasema habari ya mwisho bado, lakini anasema habari ya ule mwisho bado, lakini haya yote atakapotokea, eleweni ni wakati umekaribia. Acha niendelee kusoma pale. Anasema kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Haya yote ndiyo mwanzo wa utungu. Siku zote unaposikia kwa mfano mwanafunzi anapojua kwamba anapotaka kwenda shule, akisikia ile kengele imegongwa anajua tu automatic sasa ni wakati moja kwa moja tunatakiwa kukusanyika. Kwa hiyo mpendwa, hii ni kama kengele inapigwa. Hii ni dalili kabisa za wazi mpendwa. Ni vizuri ukazishika na ukazijua vizuri kabisa. Anasema lakini mstari wa 8 anasema hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Nataka ujue hii ambayo inawezekana hata leo hii inakutisha mno. Inawezekana moyo wako unatetemeka, na pengine tunavizungumza saa hii kuna mahali huko huwezi kutoka nje kwa sababu ya hofu. Ule utungu unasikia, unaogopa, una wasiwasi mkubwa. Mpendwa, hiyo kitu ni punje kidogo sana ya utungu ambayo Yesu anazungumzia. Anasema ni mwanzo, not utungu, sio utungu, ni mwanzo wa utungu. Ufukweni hatuwezi kusema tayari tumezama kilindini. Ni kama mwanzo, ni ufukweni, ni mwanzo wa bahari. Kwa haya ambayo tunayaona hata yanatokea magonjwa ya kutisha ambayo yanatisha afya za watu wanaogopa, lakini pamoja na hayo na vita na mambo mbalimbali ambayo tunakuta nayo na njaa na shida nyingi ambazo zinatokea sasa hivi katika miaka hii, mpendwa, sio utungu, ni mwanzo wa utungu. Maana yake ni kwamba kuna utungu wenyewe unafanya nini? Unakuja hapo mbele. Kwa hiyo nikwambie mpendwa, na uelewe vizuri kabisa kwamba huu ni mwanzo, bado utungu wenyewe haujaja. Sasa utungu wenyewe utakapokuja ujiulize, kama haya yananitisha, yanakutisha kwa saizi hiyo, utungu utakapokuja, je, inawezekana? Ni vizuri ujiandae wakati huu, kwa sababu mwana wa Mungu amekaribia. Na wacha niseme hivi, kuna watu ambao wanapenda kudanganyana. Naomba niweke hii angalizo. Watu wanapenda kudanganyana, hakuna wokovu duniani, wokovu hakuna duniani. Unajua ni mpaka sijui maana Biblia inasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka. Naomba nikwambie, ingelikuwa wokovu hauwezekani duniani, Yesu angelifia msalabani, ungekuwa mbinguni, msalaba ungekuwa mbinguni. Lakini alikuja duniani kwa sababu mbinguni hawaingie kule, hakuna mtu wa kuosha dhambi mpendwa. Mbinguni hakuna nafasi ya mtu kuoshwa dhambi. Mbinguni wanaingia ambao tayari wamekwisha kuoshwa. Ndio maana msalaba Golgotha ni duniani, msalaba mateso ya Yesu alikuwa duniani ili watu tutakaswe tuende mbinguni. Lakini habari ya kudanganyana kwamba hakuna wokovu duniani ni uongo. Wokovu upo duniani na ni sasa wokovu unapatikana. Kwa hiyo ni vizuri ukajiandaa. Lakini wacha niendelee kusoma pale. Maana Biblia inasema hivi, kila mwenye tumaini hili hujitakasa. Kama unatumaini na unatamani na unatarajia kwamba unaihitaji mbingu, mpendwa, jiandae, dalili ziko wazi. Acha niendelee kusoma pale. Anasema hivi, wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki,
nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi. Naomba nizungumze kidogo hapa kwenye habari ya unabii. Nilizungumza kwenye vipindi vilivyopita. Lakini kuna jambo moja, najua bado inawezekana bado hujapata jibu ambalo inawezekana labda unaona kwamba linalokuridhisha kuhusu manabii. Naomba niseme hivi. Sehemu ya kwanza nitoe mfano huu kwamba hakuna serikali yote ile duniani ambayo waziri anajiteua mwenyewe au anajitangaza mwenyewe au anajiapisha mwenyewe, lakini kila waziri anateuliwa, kila waziri anatangazwa, kila waziri anaapishwa, si kufanya yeye mwenyewe, hajifanyie mwenyewe. Nataka ufahamu hivi kwamba mtu kama ni nabii mahali pengine hatuna haja ya kujitangaza kwamba imekuwa mimi ni fulani. Hiyo hatuna haja sana, maana yale tu tunayoyaishi yatatuambia. Wacha nikwambie, huduma si ile karama tu. Yaani si yale maisha, yaani sio kule kukaa mbele za watu kuwahudumia watu. Huduma ni maisha. Yaani huduma ni maisha. Kama wewe ni mchungaji, wewe mwenyewe maisha yako yawe ni uchungaji. Kama maisha yako sio uchungaji, huwezi kuchunga. Kama wewe ni mwinjilisti, maisha yako yawe ni uinjilisti. Kama maisha yako sio uinjilisti, huwezi kufanya uinjilisti. Huwezi, ni udanganyifu. So huduma ni maisha. Kwa hiyo tunaposema mtu ni nabii, yeye mwenyewe maisha yake ni unabii. Naposema maisha yake ni unabii, maana yake kila wakati yeye ni mtu wa kukaa karibu na Mungu kwa majira yote. Tuache hiyo. Naomba nikupe mfano mwingine. Kwamba utasikia kwa mfano mtu anakuambia I want to prophesy. Nataka sasa nianze kutabiri, nataka nianze kutoa unabii sasa. Nataka nikwambie kitu kimoja. Prophecy ama unabii ni habari fulani ambayo inatakiwa izungumzwe kutoka kwa Mungu kuja kwa mtu fulani, aidha ya wakati ujao. Mara nyingi unabii unakuwa ni kwa habari ya siku zijazo. Sasa mtu anaposema kwamba yeye ndiye anataka kutabiri, yeye ndiye anataka kutabiri, sio Bwana. Na hakuna mtu ambaye wewe utabiri ambao mtu yuko kabisa kwenye akili za kawaida hivi hakuna utabiri hapo. Mtu ambaye anasema ninataka kutabiri, naomba nikuambie, huyo ni muongo. Nasema waziwazi bila hofu wala kumung'unya maneno. Mtu yoyote, hata kama ni mchungaji wako, hata kama ndiye baba yako wa kiroho, kama anasemaga I want to prophesy, nataka sasa nitoe unabii, nataka nianze kutabiria watu, huyo ni muongo kabisa kwa 100%. Hata mbingu inajua huyo anadanganya kabisa, kwa sababu unabii ule hauji kwa matakwa na akili ya mtu, isipokuwa unaletwa kwa matakwa na mawazo na makusudi ya Mungu kwa mtu fulani, ili ajue hizo habari, either something to come ama ambayo ilishatokea, anatakiwa kurekebisha ama kufanya kitu fulani ambacho alikuwa akijua anapaswa kukijua. Kwa hiyo unabii ni mafunuo, kitu kinafunuliwa kinawekwa wazi ambacho mtu alikuwa akijui. Sasa hakuna mafunuo ambaye anakuja kwa mtu kuyataka kwamba mimi ndo nataka sasa niyatoe mafunuo. Hakuna kitu kama hicho. Lazima uwe makini kwenye hilo. Kwa hiyo mtu ambaye anakuambia nataka sasa nianze kutoa unabii, nataka nikutabirie mwanangu, au huyo anakudanganya. Hakuna kitu kama hicho kabisa. Hakuna utabiri wa namna hiyo. Hiyo ni uongo. Anasema na manabii wengi wa uongo watatokea na kuwadanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Hapo watu wengi tumekuwa tukitafsiri, siku hizi Bwana unitembelei ni kwa sababu upendo wangu umepoa, ni siku za mwisho. Ni uongo. Upendo huu unaozungumzwa si mimi kukupenda wewe mtazamaji, si kumpenda mama yangu, si kumpenda baba yangu. No, upendo unaozungumzwa hapa ni ule upendo wa kumpenda Mungu, kule kumhitaji Mungu. Huo upendo kwa wengi umepoa. Wako wengi ambao inawezekana wako kwenye hali ya maombi, lakini ni wachache wanaoonyesha upendo kwa Mungu. Naomba nikuambie kitu, hii nitaifafanua kidogo. Anaposema upendo wa wengi utapoa, ni ule upendo wa kumtaka Mungu, kumhitaji Mungu kabisa. Ile kumhitaji Mungu, hiyo imepoa kwa wengi. Ukitaka kujua ndugu yangu mtazamaji, nenda siku moja, ingia mahali watu wanaomba na wewe uunganika na wao, au hata kanisani kwako wakati watu wanaomba, wewe usiombe, sikiliza fulani huyu anaomba nini, huyu anaomba nini. Nakupa tu mfano ili upate kujua. Si kama mimi huona ninafanya hivyo, lakini ujue kile kilichojaa kwenye mioyo ya watu ni nini. Sasa utakaposikiliza utaona kila mtu, hakuna mtu anayesema anamtaka Bwana kwamba Bwana naomba basi kama ulivyosema, kama ulivyoahidi, fanya makao yako ndani yangu, kaa na mimi Bwana, Roho Mtakatifu unijaze, nguvu zako zitembee na mimi, Bwana uwepo wako nikae karibu. Ni wachache wanaoishi haya, wachache wanaoyaomba haya. Walio wengi, baba kiatu kimeisha, baba kagari kamefanya nini, baba sina gari, baba sina nyumba, baba. Hii ndio upendo. Watu wengi wanaenda na kushiriki
kushiriki ibada kwa sababu ya priority za kwao. Kuna vitu vya kwao wanahitaji kutoka Mungu. Si kweli kwamba wanataka kukaa na Mungu kama Mungu anavyotaka kukaa na wao. Kabla Mungu akupe vitu, anataka kwanza wewe kwanza ndio uwe mali yake kwanza. Sio kama utakuwa umeelewa vizuri ndugu yangu mtazamaji. Yaani kwamba Mungu anataka kabla hajakupa vitu vya kumiliki, wewe akumiliki wewe kwanza. Yaani before wewe akupe vitu vya kwako, wewe kwanza ujipeane kwake kwanza. Shauku ya moyo wako umtake Bwana mwenyewe. Bwana yaani ule umuonyeshe Yesu uthamani. Wacha nikwambie kitu ndugu yangu mpendwa. Hatumuonyeshi ile Mungu uthamani, jinsi ambavyo ni uthamani kwenye maisha yetu, jinsi ambavyo ni kila kitu. Hapana. Mara nyingi tuko tu Bwana hiki. Kwa hiyo tuko kwa Mungu ama tuko kwenye maombi na maeneo mbalimbali kwa faida za kwetu. Si kwamba tunampenda Mungu. Ni kwa sababu kuna vitu fulani tunahitaji. Mahali pengine kwa sababu tunaogopa kuugua ama tunaogopa kule tulipo sina. Hapana, ule upendo wa wengi kumpenda Mungu sasa hivi umepoa. Wengi wanapenda vitu, sio Mungu. Ndugu yangu mpendwa, ni vizuri ufahamu. 14 anasema hivi. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu, utahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapotokea. Mpendwa, haya machungu na mazito ambayo tunayaona, huu ni mwanzo wa utungu. Tumesoma pale juu, ni mwanzo wa nini? Mwanzo wa utungu, sio utungu wenyewe. Lakini utakapoona kumekuwepo uamsho mkuu wa Injili inahubiriwa isivyokuwa kawaida, hapo elewa kwamba sasa tayari. Lakini hizi ni dalili mpendwa. Kaa tayari, najitakasa maana nataka mbingu, maana kila mwenye tumaini hili hujitakasa. Naomba tusome mstari wa 15. Una mambo machache pale ya kuangalia. Anasema, basi mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli. Chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli. Kwenye mabano anasema hivi. Anasema limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Asiyesikilizaye, asomaye na afahamu. Mtakapoliona chukizo la uharibifu uharibifu lilionenwa na nabii Danieli, limesimama katika patakatifu, kwenye mabano asomaye na afahamu. Acha tusome Danieli 9:27. Tuangalie kidogo hapo. Kuna jambo moja tunaweza tukaliona pale. Danieli 9:27 anasema hivi. Naye atafanya agano thabiti na watu wengi kwa muda wa juma moja na kwa nusu ya juma. Ataikomesha sadaka na dhabihu, na mahali pake litasimama chukizo la uharibifu, na hivyo hata ukomo wa ghadhabu iliyokusudiwa imemwagwa juu yake mwenye kuharibu. Naomba nikuambie, anasema sadaka, kitu ambacho nimetaka tukione hapa, sadaka na dhabihu itaondolewa, alafu mahali pake linasimama chukizo la nini? Chukizo la uharibifu. Mpendwa, anasema ukiona huku kwenye Mathayo anasema chukizo la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu. Chukizo la uharibifu. Chukizo la uharibifu ni kuondolewa kwa ile ibada halisi ya kimungu ya kumwabudu Mungu wa kweli kwenye madhabahu. Hii ndio maana natumia neno sadaka na dhabihu. Zamani inawezekana nilitumia hivyo, lakini kwa sasa ile ibada halisi ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli, badala yake itawekwa vitu vya kugushi kwenye madhabahu, ibada zisizo halisi za kimungu. Mtakapoona zimewekwa zinafanyika kwenye madhabahu, mahali pengine kwenye madhabahu kabisa zinafanyika ibada ambazo ndani yake zina ushetani total. Utakapoona hili, anasema mtakapoliona hili, anasema ule mstari wa 16, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani. Maana yake walio kanisani, wale wamejua Mungu, waanze maombi rasmi, kwa sababu wakati umekaribia sana. Maombi ya maandalizi, maombi ya kujiandaa, maana bwana harusi amekaribia sana wakati huo.
Anasema walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dari asishuke kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuichukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Tunaweza tukajiuliza, je, ina maana kwamba wenye mimba na wanaonyonyesha manake ni kwamba hawataweza kuhimili katika siku hizo? Inawezekana hapa Mungu hazungumzi wala Yesu hazungumzi habari za mimba kwa jinsi ya mwili, lakini wenye mimba, wenye mawazo, wenye process za kufanya dhambi fulani. Inawezekana bado haijatokea, lakini ile dhambi imeanza kuishi ndani, unaipangia mpango namna gani ya kuifanya. Kama vile ambavyo inawezekana saa hii, ndugu yangu mpendwa, kuna mtu unachati naye, una mpango wa kumfanya kuwa mchepuko wako. Hiyo ni mimba. Na hiyo mimba, ole wako, maana nyakati hizo itakuwa ngumu sana kwako kukimbia. Hutaweza kuhimili hiyo ghadhabu inayokuja. Anasema inawezekana saa hii hapa kuna wazo fulani unawaza, ni namna gani utaenda kuiba, ni namna gani utaweza kufanya, utapeleleza, ni namna gani utumie njia gani yote ili upate kitu fulani, hata kama ni njia ya udanganyifu. Hiyo ni mimba ya dhambi inaishi ndani yako mpendwa. Ole, anasema, maana siku hizo zitakuwa hatari. Anasema kama ole wao, anasema ole wao wenye mimba na wanyonyeshao. Anaposema wanyonyeshao, tayari wale ambao tayari hizo mimba zao tayari zimeshafanyika, ile dhambi imeshatendeka na wanaishi. Kama ambavyo inawezekana saa hii hapa, ndugu yangu mtazamaji unanitazama, inawezekana unakamchepuka mahali kamekuwa kwako, na inawezekana unakaona ni kamaana sana. Hiyo unanyonyesha dhambi mpendwa. Hautastahimili siku ile. Lazima ufanye mabadiliko, lazima ufanye mageuzi. Kwa hiyo nikwambia ndugu yangu mpendwa kwamba Biblia inazungumza vizuri kwamba kila mwenye tumaini hili mpendwa anajitakasa. Ni vizuri ukafanya maandalizi, manake ukajitakasa, ukaamua kuacha hizo takataka zote ambazo inawezekana zimekuwa zikiandamana na wewe. Zingine ni za siri ndani, zingine ziko waziwazi zinajulikana. Mpendwa, ni vizuri ukafanya mageuzi ya maisha yako, kwa sababu ni kweli Bwana wa utukufu anakuja. Ngoja niendelee kusoma pale. Nitaruka nisome kuanzia mstari niende mstari wa 24 pale. Anasema kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Yesu amezungumza haya mambo mapema, naye mwenyewe anasema nimewaonya mbele, kwa sababu ni mambo yanayokuja mpendwa, yako yanaishi hata sasa. Watu wamekuwa wanaamini sana katika miujiza na si katika kumjua Mungu. Watu wamekuwa wanaamini sana katika miujiza. Kwa hiyo mtu akifanya muujiza tu wote, muujiza umetendeka tu, tayari watu wanaamini kabisa. Lakini naomba nikuambie kitu kimoja. Mimi kabla sijaokoka nimeenda kwa waganga wengi sana. Inawezekana kuna siku nitakuja kukushuhudia sehemu mojawapo ya maisha yangu, vile ambavyo nimewahi kuishi kabla. Nitakuletea ushuhuda wangu siku moja. Nimewahi kwenda kwa waganga wa aina mbalimbali, mpaka waganga wanawake, waganga wa kienyeji, wachawi tu hao. Nimeenda kwao mara nyingi sana. Na yuko mmoja ambaye tumewahi kuishi naye nyumbani kwetu sisi zaidi ya miaka 2. Yule mmoja huyu ambaye tulikuwa tunaishi nyumbani kwetu alitengeneza kakinyago fulani, alikuwa ni mchongaji pia. Akachonga kakinyago kabisa, kanakaa kama mtu, kakinyago kabisa vizuri. Alipokachonga kale kakinyago akakasimamisha, kakasimama hivi kabisa, kama ambavyo nimesimamisha kalamu mbele yako ndugu yangu mtazamaji. Kakasimama hivi, akaanza kuzungumza maneno ya lugha ambayo mimi sikuijua. Akazungumza ghafla kale kinyago kale kamdoli kakaanza kucheza namna hii. Kanafanya namna hii kabisa, kama vile kanataka kupiga hatua, kanafanya hivi kabisa. Nimetazama kwa macho yangu, si kitu cha kuhadithiwa. Sasa kama muujiza ndio unaopelekea mtu amjue Mungu, kama muujiza ndio unaofanya mtu aaminike kwamba kweli huyu ni mtu wa Mungu, huyu hapa tumuhitaji, ambaye tengeneza kale kinyago na kakaanza kama kufanya movement fulani, kanataka kutembea. Je, huyu tumuamini kwamba ni mtumishi wa Mungu? Swali langu hapo,
Nataka nikwambie kitu ndugu yangu mtazamaji unayetazama kipindi hiki. Ujue kwamba muujiza si sababu ya kwamba huyu mtu ni mtumishi wa Mungu ama ni nabii. Anasema watafanya ajabu, watafanya nyingi sana. Anasema watafanya ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kitu cha kwanza mpendwa, usipelekwe mahali na muujiza, pelekwa na kumjua Mungu. Naomba nikwambie kitu kimoja kwamba mahali ambako haufundishwi kwa habari ya kumjua Mungu, kama haufundishwi kwa habari ya kumjua Mungu mpendwa, jitahidi utafute mafundisho ya kumjua Mungu, kwa sababu hatuendi mbinguni kwa muujiza, tunaenda mbinguni kwa kumfahamu Mungu na kutii neno lake. Hatutaenda mbinguni kwa kuona miujiza. Hatutaenda mbinguni kwa sababu nimeona viwete wakitembea. Hii haitatupeleka mbinguni, wala sio ticket. And let me tell you kwamba hata mimi mwenyewe, hata kama ningefanya miujiza gani, hii miujiza ningefanya kwa kiasi gani, mikubwa kiasi gani, hata kwa kuupindua ulimwengu ugeukie chini juu, bado hii haitakuwa sababu ya mimi kwenda mbinguni. Kila mwenye tumaini hili kujitakasa. Yesu anarudi. Kwa hiyo ni vizuri ukajua ishara nyingi zitafanywa na hawa watu. Na pengine watu wamekuwa wakidanganyana eti na nini sijui na nini, leo ametembea hewani. Acha nikuambie kitu kimoja. Au tumeona malaika leo kwenye ibada, au malaika ambao wanapigwa picha kwa simu ya Tecno. Mpendwa, ni malaika wanatokea mbinguni kweli au wanatokea hao watakuwa tu wametoka Uarabuni? Hakuna kabisa. Yaani kabisa umesimama eti malaika wametokea hapa na tumeona kabisa, tumepiga na picha. Mpendwa, hii kweli hii ina make sense kweli? Sidhani. Haina hiyo maana hata kidogo. Yaani malaika wewe ukae unawapiga picha kwa simu yako ya Infinix ama kwa simu yako ya iPhone, uongo kabisa. Haiwezekani namna hiyo hata kidogo. Mahali ambako utukufu wa Mungu umeshuka kweli kweli, hakuna mtu mwenye power ya kushika simu. Hayupo kabisa. Na ndio maana nikakwambia mwanzo kwamba mtu akwambia I want to prophesy, kimbia, ondoka saa hiyo. Tafuta, chukua Biblia yako ama wallet yako ama kibeti chako, kama wewe ni mama, chukua kipochi chako, ile handbag yako, weka mguu, maana huyo mtu anakudanganya. Unabii unakuja kama kusudi ya Mungu unaletwa, si kwamba mtu anaamua kutoa unabii. Uongo, tusidanganyane. Kwa manabii wengi watakuja. Yesu anasema nimekwisha kuwaonya mbele, mapema, nimewaambia mapema mjue. Anasema tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani msitoke, yumo nyumbani msisadiki. Unaweza ukachanganyikiwa kidogo na andiko hili ndugu yangu mpendwa. Usisadiki kama unaambiwa habari hizo. Naomba nikuambie, anaposema hii habari, kwa sababu watu, manake Yesu alijua watakuwa nasema jamani kule yupo. Kwa nini yupo? Kwa sababu wote wanatembea. Hapana. Mahali inakohubiriwa toba ya kweli, toba, maana hii ndio pekee yake inayotuunganisha na Mungu, hiyo isikilize, hiyo ifuate. Lakini kwa habari yuko mpendwa, toba ni muhimu sana. Kwa hiyo ni lazima ujue hili ndugu yangu mpendwa. Ninapoelekea kwenye mwisho wa kipengele hiki, naomba nisome kwenye kile kitabu ule mstari wa 27. Anasema kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipomzoga ndipo atakapokusanyika tai. Naomba nisizungumzie hii sana. Anasema lakini mara baada ya dhiki zile jua litatiwa giza. Hizi dhiki ambazo tumeanza kuziona ndugu yangu mpendwa, zinaandaa kurudi kwa Kristo Yesu. Zinaandaa kurudi kwa Kristo. Mpendwa, acha kujidanganya. Hizi zinaandaa. Na Yesu ametupenda wanadamu kuliko kawaida. Ndio maana ametuwekea wazi kabisa, tujue vizuri, ili hizi tutakapoziona, kama tai yako haijakaa vizuri ya kiroho, funga sawa. Kuna mahali vazi lako limechanika, funga, shona, maana amekaribia kuja. Na huyu hataenda na mwenye mavazi machafu wala yaliyoraruka, anakwenda na watu waliovaa kitani safi. Matendo matakatifu ya watakatifu. Anasema jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbinguni zitatikisika. Anasema ndipo, hii naipenda sana. Anasema ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adamu mbinguni.
ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni, akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi, naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu, na sauti kuu, anasema ya parapanda, nao watawakusanya wateule wake toka pepo nne, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Naomba usikilize vizuri hapa. Anasema kwamba baada ya hizi dhiki, mambo tunayoona ya vita kama tulivyosema huko juu, hizi zitakapopita tu hivi, baada yake hapo Yesu tayari ataonekana mawinguni. Tuelewe kwamba mpendwa, dalili ambazo tumezisoma, njaa tumeanza kuzisikia miaka mingi sana huko nyuma. Njaa zipo, na kadri tunavyoendelea ndivyo ambavyo hata mavuno yanapungua, maana yake njaa inaendelea kuwa kali. Lakini pia habari za vita, vimepigano vingi na viko vinavyoandaliwa hata sasa hivi. Hiko vita vinaandaliwa kabisa, vipo. Lakini kadri anaendelea, tumesoma vitu vingi sana, habari ya manabii wamekuja wengi. Mahali pengine ameeleza kabisa wazi kabisa dalili hizi zote, na anasema hizi zitakapopita tu hizi, tayari hapo ishara itaonekana, mwana wa Adamu ataonekana mawinguni. Na uzuri ni kwamba anazungumza kabisa vizuri hapa. Anasema hivi, ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamuona mwana wa Adamu. Kumbe hakuna ambaye hatamuona. Tatizo ni kwenye kutoliwa. Hapa ndo kuna shida. Kila mtu atamuona kabisa, kweli yule ni Yesu ambaye tumemkana na kufanya tukamkata, na pengine hata kumtukana yule pale, kweli kabisa huyu ni Yesu. Lakini shida ni kupanda kwenda pale. Maana lazima uwe na asili ya roho wa Mungu. Kama hauna roho wa Mungu ndani yako, wewe ndugu yangu, huwezi kwenda na Mungu. Wacha niseme hivi kwamba ni kama kusema hivi, chochote chenye asili ya chuma kinakamatwa na sumaku. Kama hauna asili ya chuma, sumaku itapita hapo na itakuacha. Vivyo hivyo, kama hauna roho wa Mungu ndani yako, Roho Mtakatifu, hiyo kitu utaona kabisa, lakini kupanda hupandi. Kwa hiyo utawaona wengine wakienda na wewe utabaki pale pale. Na uzuri, anazungumza vizuri, anasema nguvu za mbingu zitafanya nini? Zitatikiswa. Hii naipenda sana. Mpendwa, lazima ujue kwamba baada ya hii dhiki mpendwa, kwa baada ya haya mambo ambayo yanakutisha, yanakutia hofu na vita nyingi zitakazopigana baada ya hapa, mpendwa, ujue baada ya hapo tu jua litatiwa giza, mwezi utakuwa kama damu, na hapo ndipo mwana wa Adamu atakapoonekana mawinguni. Kila taifa na kila mtu atamuona. Kwa hiyo mpendwa, nikuambie kitu kimoja. Tutaendelea na kipengele hiki tunapomalizia, lakini nikuambie hivi mpendwa wangu unayenitazama saa hii, mpendwa, tengeneza mavazi yako, toba, ingia kama unaona kuna mahali hapako vizuri mpendwa, na kuhakikishia kabisa huo mchepuko ambao ulikuwa unapanga nao, ulikuwa una date na, acha nitumie ile lugha ambayo mnaitumia, ule mchepuko ulikuwa una date nao, acha, Yesu amekaribia, tengeneza. Maana hatujui ni saa ngapi. Maana hizi dhiki zimeanza kitambo mpendwa, hatujui kama ndo zinaishia leo ama zinaishia kesho. Anakuja huyu Bwana wa utukufu, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nikutakie baraka nyingi za Bwana, lakini usiache kufuatilia kile ambacho kipengele cha mwisho kabisa cha somo hili mpendwa. Ubarikiwe sana wakati ambapo unatafakari, unapomengenya maneno haya ndani yako, unapotafakari ili uweze kuchukua maamuzi ya kufanyika mwana wa Mungu kwa kuokoka kama hujaokoka, na kama kuna maisha fulani ambayo unaishi iliyoko kinyume, hata kama umeokoka, hata kama wewe ni mchungaji, hata kama wewe ni nani, stop it. Acha, tengeneza mambo yako. Bwana wa utukufu anakuja na ujira mkononi. Mungu akubariki sana.